Ulituita ukatuambia tu contribute sababu mtoto wako amekufa, tuka contribute pesa. Alikupa ukweli ama ni maneno tu? Jamani mama, wewe ni mzazi. Wewe ni mzazi. Mimi sikuogopi, nitasema mimi nimeokoka. Mimi wacha hiyo maneno hiyo. Yote na ile niliona. Wewe mama, wewe ndio unaharibu nyumba wewe. What is wrong? I can't believe this is what I'm seeing. I can't believe this is what I'm seeing. Like seriously, where's my kid first? Where's my kid before I do? Your kid is safe. Your kid is safe. You guys. Where's my daughter first? Mlango ndio yenye umeingilia. What has been going on all along, Baba Nyango? This is what has been going on. Like seriously, Baba Nyango. Hold on, I can't believe what is going on. Ni mama mtoto tu ngoja. It's done. I can't believe what I'm seeing. I can't believe. Guy, wewe kuja hapa mzee. Kuja hapa. Guy, bro. Toka. Mimi hapa shida gani? Stop nonsense. What's wrong with you? Bro, cut your camera, bro. Kai, wewe ana shida gani huyu? Cut your camera, bro. What's wrong with you wewe? Leo wanangu nguvu wanangu badi, watu wanajua kazi nafanya amazing zaidi. Mazina nashukuru sana kwa support yenu bana. Bila nyinyi singeweza kufika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya jinsi mtamu. By the way, niliwaambia mambo yamezidi kuchemuka zaidi na mambo yamekuwa magumu zaidi, lakini pia najua kabisa mnasubiri sana mambo ya fresh barida. Kwa kweli mimi sina neno, nikasema ni vizuri uweze kufuatilia kiundani tuweze kujua ni vipi mambo yanakwenda, na bila hivyo mambo ikuwe ni vizuri zaidi ya mambo yakuwe vizuri. So mzee nimemwambia kuja tuketi chini because unajua mimi ningetamani sana asikize kile kitu ambacho huyu mama ambaye ametutafuta anafaa kusema. Ni kwa kweli huyu mama ni mama mzuri sana. Yeye mwenyewe amenitafuta, amesema kuna kitu kinamuwasha. Na kinachomuwasha yeye akasema ni vizuri akizungumze. Na sitaki ataki kitu kimuwashe akiwa ameweka moyoni mwake, na pia nikasema Atieno pia ni vizuri because inamhusu sana. Akuja tuketi chini tuweze kuongea, tuweze kujua ni vipi tunaweza solve haya mambo, tuone vile mambo inakuwa. Atieno mambo? Salama. Vizuri. Sawa, kama uko salama ni vizuri. Atieno usiwe na wasiwasi, ulisema kuwa unahitaji nikusaidia kwa haraka. That's why I'm here. Na mimi amini ninachokuambia. Atieno. Mimi I'm here to help you because usiwe na wasiwasi wote because mimi I'll make sure umepitia kila kitu vizuri mpaka umepata ule usaidizi ambao unahitaji. Uko aje? Niko salama. Nashukuru. Uko vizuri kabisa. Yeah, so nimeshukuru sana umekuja na ni kitu ambacho mimi kinanifurahisha. Na yale mambo ambayo ulikuwa unishanipigia simu kanielezea kiundani. By the way, hata Atieno mwenyewe sijamwambia because niliona ni vizuri uje kueleza hapa kwenye kamera pia yeye aweze kuelewa, na hivyo mafans pia waweze kuelewa, so tuweze kujua ni vipi mambo yanakoaje. Niko nashukuru mara nyingine tena kukutana na Atieno. Sasa mambo vile lichemuka kule na niliona nilikuwa na hasira, nikaenda na tena nimeshukuru tena kurudi kutana naye kwa mara nyingine. Sasa nikuulize kwanza mzee, wewe ukifika hapa unasema vile unavyompenda Atieno na vile unavyomuonyesha mapenzi ya kweli, lakini akikosa kuwepo unasema mambo mengine ambayo ni mabaya sana, kitu ambacho kwa kweli mimi kinanishangaza. Yeye sasa hajafungua roho yake. Juu ukiangalia hata vile tunaongea, nikiuliza maneno ya mapenzi ile iliyokuwa, anaruka. Nikiuliza hii tufanye namna, anaruka. Ni kama maneno yangu amesahau nayo. Sasa ndio bado ananipatia wasiwasi sana. Sijui bila nitajieleza sasa. Atieno. Mimi nitaongeaje kama sijaona mtoto huyu mzee tangu nikuje, ameniweka tu pending. Sasa vile tulifika kwa nyumba, tulifika na wewe uliona kila kitu. Wanawake ndio hao, hata ujui nani ndio nani, aniongeleshi ile kitu tu namuuliza aniambii vizuri. Mimi tu kitu yangu tu ya dhamani yenye niliona iko kwa hiyo nyumba ilikuwa mtoto. Na mtoto ndio sijamuona. Hata sasa umeniita ukaniambia nikuje nisikie itakuwaje. Na maybe amekuja na mtoto ameka mahali pengine. Mimi nimekuja na imani. Wow. So mama, ningetamani sana usungumze kile kilicho moyoni mwako. Kuja mama niongee na wewe kwanza. Mama. Yes. Wewe kuna vitu vingi sana umeniambia. Sawa? Najua ukieleza hapa itakuwa ni inauma sana kweli. Si ni kweli? Lakini
kwa faida ya mafans. Yes. Na yeye mwenyewe angalau ajue ukweli. Usiogope huyo mzee atasema nini. Sawa? Zungumza kilicho moyoni mwako. Sawa? Yeah. Naomba usungumze kutoka moyoni mwako. Usungumze, usiogope in any way. Yes. Kidogo tuombe na wewe. Kwa sababu haya ni maneno ambayo yanaguza sana moyo. Na kwa kweli itakuwa ni uchungu sana kwake, lakini pia naomba tu usiogope kumwambia ukweli. Hata mimi inaniuma na siwezi nyamaza tena, lazima nitoe ukweli, ni set huyo mama free. Okay, tuombe. Mwenyezi Mungu uliye juu mbinguni, tumekuja mbele zako tukisema ni asante maana umetulinda mpaka wakati huu. Sisi ni wenye dhambi sana Mwenyezi Mungu. Asante. Kuna mambo magumu na tena makubwa sana, tena magumu ya kuzungumziwa. Na kutoa kinywani mwako kuambia mtu ambaye yeye mwenyewe ni mhusika mkuu itakuwa ni ngumu sana. Mungu Baba, tushikilie, kuwa nasi, tulinde kile tunachokuzungumza kutoka moyoni mwetu. Kiwe angalau at least umpe moyo, umfanye awe mgumu, angalau asije kuteteleka in any way, because pia ishapen hatuna la kufanya. Mwenyezi Mungu, hayo machache tumeomba katika jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Amen. Mama, nakuomba tafadhali mama, usiogope kumwambia ukweli. Siogopi hiyo mzee, nitasema kila kitu niliona na alifanya mpaka huyo mama moyo wake ujue ukweli na aridhike. Hii mambo ifike mwisho. Kweli. Mama. Huu ni muda wako wa kuongea. Na Atieno. Uko sawa? Kwa sawa, nafurahi, najua unanisaidia nitapata mtoto wangu. Sawa, haina shida. So mama, nataka uongee. Sawa? Mimi nitaongea ukweli wote without favoring anybody, bila kuogopa mwanamume ama kuogopa anybody, naogopa tu Mungu. Huyo mtoto anaitwa Niko, tulimshika huko Tara. Ati? Huyu mzee, niambie si ukweli. Nasema ukweli. Huyo mzika alikufa. Huyo mtoto ni marehemu. Huyo mzee anakusunguka hapa na mauongo yake. Hata simwamini mimi. Alikuwa magani? Wewe ni nani kwa? Mimi ni jirani na kujua vizuri. Wacha uongo. Ulituita ukatuambia tu contribute sababu mtoto wako amekufa, tuka contribute pesa. Alikufa ukweli ama ni maneno tu? Jamani mama, wewe ni mzazi. Wewe ni mzazi. Mimi sikuogopi, nitasema mimi nimeokoka. Mimi wacha hiyo maneno hiyo. Yote na ile niliona. Wewe mama, wewe ndio unaharibu nyumba wewe. Wewe careless, mtu ana responsibility ya mama alienda kutafuta. Uko na hakika? Sasa uko na hakika? Ulifanya mtoto akabebwa. Ni ukweli jamani, imefika wapi sasa? Uko naye? Wewe ndio ulikuja ukanigonga nyumba yangu. Wewe kuja. Suketi chini tuweze kuongea mzee. Huyu mama anaongea uongo. Mtoto amekufa. Tuka contribute na hata hiyo pesa. Unaongea aje? Uongo. Wewe unaongea aje? Kwanza kufua. Mimi mtu kama wewe. Mimi si mama wale unachukulia hivi wewe mzee. Unasema uongo. Wewe unastahili kuokoka. Piga magoti ni kumwombe. Wewe uchukue nini? Mimi ni mkali sana. Mimi sio tu mama tu unachukulia vile unataka. Niambieni tu si ukweli. Niambie uko na uongo. Niambie ukweli leo. Mamangu, niambie ukweli. Niambie ukweli, niambie ukweli. Wewe kaa hapo niambie ukweli yako hiyo. Nasema leo tulicontribute na tulipeleka mtoto Kangundo. Na ukaongea na ukapiga simu unasema mama anajua. Kangundo sio kwetu. Ndio Kangundo sasa. Wewe mimi kwetu ni Kangundo.
Kangundo. Wewe uko na shinda wewe mzee. Wewe ni Mimi hapana jua. mtoto tulipeleka huko Kangundo. Na mimi naongea huko. Sasa contribute a lot of money. Kangundo ni wapi? Ilifanyika na sasa mtoto wangu anaenda kuzika Kangundo. Najua. Ukasema ati hata mnaongea tukakuambia weka video call ukakataa. Sasa unaongea ukweli, mtoto alienda Kangundo alienda kufanya nini? Si ukora yako. Huko Ukambani. Ukora yako tupeleka huko wapi? Si hata niliomba gari ya kaseni yangu tukicontribute tukiona wewe umechanganyikiwa, kwa hivyo ni ukora mzee. Wewe unataka kunipeleka Ukambani na mimi ni mtu wa Migori. Sasa unaona kama unapiga magoti ni kuombea. Hapana, anasema uongo. Uongo gani? Mama anasema mzee nyamaza tafadhali. Sasa mzee naomba unyamaze. Mzee aki please. Hebu tuelezee kiundani. Hebu tulia, funga hiyo mdomo nielezee kwanza. Eleza tafadhali. Mimi ni jirani. Mzee hebu nyamaza tafadhali. Asubuhi muonangi akirundi usiku. Sasa mama mwingine I don't know. Unasema kitu hujui. Lakini wewe ukionekana uko na spirit ya ushetani. Niko na koti kama hii, unaona mimi ni mchawi. Mzee, mchawi inapanga vitu kama hivi. Hebu nyamaza kidogo mzee. Mama, tafadhali eleza. Mimi tu si ukweli. Ngoja nieleze huyu mama tulie, roho tulie. Acha nieleze. Nyamaza please. Pole mama. Mama mwenzangu ni ukweli. Ulizika mtoto wangu. Unaniita mchawi? Unaniita mchawi? Mchawi. Mchawi, mkora, majina yote ile mbaya ya ushetani. Ukambani unaniita nayo? Mimi sijui ile uchawi Ukambani. Ulikuwa unatupeleka Ukambani kufanya nini? Wewe ndio unasema mimi nilienda kuzika mtoto huko na uongo. Huyu mtoto alikuwa anaitwa niko ni wanani? Si ulituambia ni wako na mama ako huko Katara. Sasa wewe unajua huyu mama aje? Namjua aje? Niambia tu. Simujui, lakini mama ni mama mwenzangu. Hata mimi kile anapitia nasikia uchungu, sababu wewe unajua uchungu ya kuzaa mtoto mzee. Hujawahi enda maternity. Mtoto alikuwa Ukambani. Ilikuwa Ukambani huko. Wewe ndio unatupeleka huko ukasema umenunua shamba huko. Unaniita mchawi? Unaniita mchawi? Nimekuita. Mchawi nakaa kama mimi namna hii. Mchawi nakanga namna hii. Shinda yako. Wewe ni mkora sana. Mimi naona wewe. Wako na kuona. Naona wewe. Nakuona. Tadili na wewe. Tadili na wewe na hiyo ukora yako. Mbaya wewe. Niambie ni ukweli. Niambie watu hapa. Nani anaharibu na ni wewe mkora? Mama, mzee nyamaza tafadhali tusikize kitu ambacho tunasikiza. Hebu tueleze. Hebu nyamaza, funga hiyo mdomo. Nieleze. Nipeleke kwa kaburi. Kesho nakupeleka kwa kaburi. Mahali aliweka mtoto. Na hata alikuwa amebeba machai na matiangi hapa na vikombe ya plastic, tuende tukakulia huko Matiangi. Sijui. Mimi si mkisi bwana. Unaona? Anasema ananijua. Umechanganyikiwa hata ujui wewe ni nani. Na huyu mtoto alikuwa na nguo. Hebu nikuulize, wewe uko na baba ama wewe ni mzee mama yako? Tafadhali nyamaza. Nicole. Sababu alikuwa umri gani? Mama niambia alikuwa kama 8 years hivyo. Yes, alisema alikuwa wa 8 years. Yes. Of course. Anaitwa nani? Nicholas. Hiyo ni yako hiyo. Nani? Nicole. Kumbe pesa ulikula pesa yetu, na hata nikaleta wa mama wa chama tuchange. Ukisema mama ako Katara. Mama, hebu mzee nyamaza tafadhali. Nyamaza. Mama. Na hata sanduku ni sisi tulienda kununua. Mtadili na wewe. Undilu na nani? Wewe. Mama, please naomba wewe unijui wewe. Unijui nitatoa yote. Ni set you mama free. Akujua wewe ni nani, ni mkora unamkula tu pole pole kama njugu kwa. Na unaniita mkora? Mkora na kaka kama mimi namna hii. Shida yako. Wewe naona ukora wako. Yes. Wewe. Okay. Namwambia yote. Utasema nyamaza mzee. Haya mama tafadhali focus on what we want please. Hebu muelezee angalau aje. Nyamaza mama. Lakini ambia huyu mzee amnyamaze. Nyamaza mzee. Mimi ananiita mganga kwa nini? Hiyo. Ananiita mganga alafu anasema ni nyamaza. Sauti yako punguza ama unyamaze. Funga hiyo mdomo. Niko na uganga ndani yako. Sina haja na wewe, niko na haja na huyu mama. Mama wacha. Mzee nyamaza kwanza. Nini shida yako mzee? Mimi ni jirani pale kwa nyumba ya huyu mzee anatokanga. Hata lakini hatujuani na huyu mzee. Wale tunajuana na wao ni mama wengine tunaendanga
tukajiunga chama na wao. Tukiwa kwa chama wakakuja wakatuambia mtoto wa jirani ameku. Huyu mzee akipita nikamwambia wewe hebu simama nikuulize kidogo. Nikamkuwa kwa nyumba yangu. Mzee nyamaza kwa nyumba yangu. Tulikuwa asubuhi akienda sijui anakunywanga chai kwa hoteli. Nikamuuliza wewe ndio mtoto wako ameenda. Mama hata Mashinda hata mama yake hayuko karibu ako huko Katala. Nikamuuliza lakini umempigia simu? Nimempigia lakini amesema hataweza kukuja. Sijui hajamaliza contract. Lakini mnaweza nisaidia, si hata nyinyi ni wa mama. Hata nyinyi ni wa mama na mtoto ni wa kila mtu. Nikamwangalia nikaona yenyewe ikifika mambo ya kifo ati nilikuona aje. Hata kama nilikusaidia sio wewe nilikuwa nasaidia huyo mtoto na baadaye. Uliniona aje? Mlikuwa na nani? Ukiniangalia mlikuwa na nani? Wewe uliona mwili? Si alitupeleka Kangundo. Uliona mwili? Tuliona lakini unajua mimi sikujua ni nani. Ni vile tu naweza itwa mbali uende uambiwa na wenzako kuja tuenda Mashi, lakini niliona mtoto na nikaona sanduku na hata hiyo sanduku ilikuwa mzuri, ilikuwa ya mbao hivi. Tukapeleka mtoto huko lakini huyu mzee akulia. Unaona? Hata alikuwa anaongea tu na simu huko akirandaranda, hata huyu ana respect. Hata hakuwa anachukulia kama mtoto wake. Nakaa mchawi. Hawahi saa uchungu wa kuzaa. Wamama wa chama, unaona? Wamama wa chama nyinyi. Badala kuangalia maendeleo ya chama, mnaangalia maendeleo ya nyumba ya watu. Unasema tuko karibu kumaliza. Nakuja saa hii. Hata nikauliza huyu mzee ndiye baba ya huyo mtoto sababu hana huruma. Wewe ulikuwa na huruma hata nilikuwa naona ukikunywa bandara ukunywe maji. Sasa mimi unaniona kama Mkisii? Unaniangalia mimi ni Mkisii? I don't know wewe ni kabila gani lakini wewe mzee hauna behavior. Hata unaniangalia kama mganga. Wewe hauna behavior. Hata vile nitasaidika kweli, nitasaidika jamani, nitasaidika kweli. Nitasaidika kweli. Anatesa mama mwingine, mama hapa na huyu mama ni kama mimi, ukimtesa nasikia uchungu. Uchungu gani nini? Angalia nani? Badala kuongea maneno ya chama, ya maendeleo ya mama. Wewe unaongea maendeleo ya wanaume. Unaita kama siko hapo ungenitambua mzee. Ni bila ulipata mama mpolite, anakurespect, anakupenda. Ishi naye basi. Ishi naye. Ishi naye. Wewe sasa nimeona kiburi yako na uongo yako hiyo. Ishi na huyo mama. Nitampeleka mpaka hapo kwa yote ile natakikana wewe mama. Wewe unaniita mganga? Ishi naye. Ishi naye. Nitampeleka. Hiyo mtoto yuko sawa mbaya wewe. Ishi naye kabisa. Wewe mtoto yuko. Sitaki yeye ishi na huyo mama. Enda kabisa. Pole mama. Pole. Wewe ni kama mtoto wangu. Wacha vile nasikia uchungu, ningesikia uchungu wangu akifanyiwa. Hata wewe nasikia uchungu. Sikuwa najua hiyo mzee ni hypocrite. Nyamaza na kupeleka mpaka kwa kaburi. Hata ukitaka tutoe pesa, utoe huyo mtoto uone kama ni wako. Niko tayari, nitakushika mkono mama. Usijali mtoto wangu, nyamaza. Wanaume ni wanyama, wajuangi uchungu wa watoto. Hata nilistuka vile alikuwa na mbievu hiyo wakati ya siku ya mashishi. Pole mama. Pole. Cut your camera bro. Tulia. Lakini itabidi lini mtoto wangu hayuko? Tulia, Mungu atakusaidia. Utajua ukweli wote na utakuseti.